Mimi ni David Rekiza Runyagira, karibu. Kwa yule ambaye anafuatilia vizuri sana Wasafi Media, mwaka jana tulifanya mazungumzo kupitia Wasafi na mkurugenzi wa Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania COSTECH kuhusiana na wabunifu wetu wa Tanzania na kazi nzuri ambayo wamekuwa wakiifanya ya kuwasupport ili waweze kufikia hatua ya kubuni, kwa sababu kunahitaji nguvu ya kuweza kupata ule ubunifu. Tumekuwa na wabunifu wengi sana Tanzania, na atatuambia labda ni wangapi mpaka sasa hivi ambao tunao, lakini kwa bahati mbaya sana tumekuwa wakati mwingine tunaishia kuwaona kwenye maonesho ya Sabasaba na Nane na kadhalika, na wengine wanapotea kabisa, lakini uliona ubunifu wao ulikuwa ni mzuri sana. Alizungumza wakati ule kwamba kuna jambo la msingi serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan itafanya ili wabunifu hawa sasa wao wanapiga hatua ya 2 na ya 3 na kutatua changamoto na majawabu ambayo yamefanya wakafanya hizo bunifu. Tumerudi tena kwa mkurugenzi wa COSTECH leo ili atueleze tumefikia wapi mpaka sasa na mwelekeo hasa ni upi kutokea sasa. Karibu sana mkurugenzi. Kwa majina naitwa Amos Muhunda Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, na niwashukuru Wasafi FM kwa kufuatilia hili jambo. Inaonyesha jinsi mlivyo na kiu ya kuhabarisha Watanzania, kuhakikisha kwamba tija inatokana na utafiti, ubunifu inapatikana na inafikia Tanzania wote. Yes, mwezi wa 12 mwaka jana, kama tunavyokumbuka, tulifanya mahojiano pale ofisini kwenu kwenye kituo cha redio, lakini pia tunakumbuka kwamba tarehe 2 mwezi Disemba mwaka jana, Mheshimiwa Doto Biteko ambaye ni naibu waziri mkuu akimwakilisha rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uzinduzi wa dirisha la mfuko tunasema kwa ajili ya ubiasharishaji wa hizi bunifu zetu, na matokeo ya ubunifu na utafiti pia ambayo hapo kwenye nataka kuingia sokoni. Ule mfuko uliitwa Samia Innovation Fund, kwa maana kama ni mfuko wa ubiasharishaji wa Samia. Sasa baada ya pale ule uzinduzi, tulianza sasa michakato ya kuhakikisha kwamba yale ambayo mheshimiwa akazindua na akasema yaweze wanasema kuwa realized, yaweze kutimilika. Kwa hiyo kama tulivyoshuhudia tarehe 17 mwezi wa 4 wiki iliyopita, tulitia saini makubaliano rasmi kati ya tume kwa maana ya COSTECH na taasisi ya fedha kwa maana ya CRDB kwa ajili ya kufanikisha yale matamanio ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha kwamba hizo bunifu zinafika sokoni. Sasa niweke hivi kwamba tukirejea kwa hivi karibuni tumekuwa na kitu kinaitwa Makisatu. Ndio inakuwa rahisi kufanya reference nzuri kwa Tanzania. Mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa miaka 7 hii, haya mashindano zaidi ya bunifu 3000 zimefikiwa. Katika zile 3000 zaidi ya bunifu 200 na kitu zimewezeshwa kwenda sokoni. Kwa sababu zile bunifu tukumbuke kwamba zinaanzia, tunaangalia kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu na pia sekta rasmi. Kwa hiyo kuna ubunifu wengine ambao ubunifu zao huwa kwa kweli kama shule ya msingi ni kwa ajili ya kuprove kwamba waliojifunza wameelewa. Lakini kuna bunifu zingine ni kweli zinatatua changamoto halisi kwenye jamii yetu. Sasa hizi bunifu katika hatua mbalimbali zinabiashirika, zina tija ya kuweza kuingia sokoni na mnunuzi akanunua. Sasa kwa muda huu wote COSTECH lakini pia taasisi zingine wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali kusaidia hizi bunifu. COSTECH tumekuwa tunatoa usaidizi kwa maana ya usimamizi, ushauri, lakini pia tunatoa mwega, nasema grants, kuzipa hizi tafiti, hizi bunifu ziweze kuboresha yale mawazo yao. Sasa changamoto imekuwa ni kwamba hata hizi tunasema 300 ambazo zinakwenda sokoni hizi wanakosa mitaji. Kwa maana ya kwamba wakienda kwenye taasisi za fedha wanasema hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana dhamana. Kiingereza wanasema collaterals. Hawana dhamana ya kuweka. Kwa hiyo ndo tukarudi nyuma kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ambayo ni maelekezo ya kutoka kwa Mheshimiwa Rais
bunifu zifike sokoni. Kwa hiyo tukaona njia nyepesi. Shida sio fedha, fedha zipo, ila dhamana. Hawakopesheki. Sababu shida ni mtaji. Serikali haifanyi biashara, kwa hiyo haitoi mtaji. Ndio maana serikali inaweka mazingira wezeshi kusudi mitaji ipatikane. Sasa shida ni dhamana. Kwa sababu mazingira yetu yamefanya vijana bunifu zao wamewapa usaidizi na hiyo fedha kidogo kuziboresha zifike hatua ya kwenda sokoni. Sasa waingie kwa sababu hana mtaji. Kwa hiyo tukaweka mazingira hayo, serikali ikatenga fedha kupitia mradi huu wa HIT ambayo ni mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia vyuo vikuu. Ilitengwa fedha bilioni 2.3 kama kianzio. Kusema huu mtaji huu tuweke kama kianzio iwe ndo nini dhamana kwa vijana wanaotaka kuingia sokoni. Sasa tukaongea na taasisi za fedha, nani yuko tayari kuanza katika majaribio haya. Taasisi zikaomba, tulitangaza kwenye magazeti yaliyopo, tukawacontact taasisi za fedha, taasisi 7 zikaitikia mwito, tukachuja, tukasema tunaanza na CRDB kwa kuanzia. Kwa hiyo iliyopo ni kwamba sisi tumeweka fedha za Tanzania bilioni 2.3 kama dhamana. Kwa CRDB naye kama tunaona kusani pale ameweka bilioni 2.3. Kwa jumla kuna fedha bilioni 4.6 kama kianzio kwenye hii nani hapa. Kwa hiyo hizi zipo kwa ajili ya vijana kukopa kwa masharti nafuu, wapeleke sokoni ubunifu wao, yale matunda ubunifu wao. Inawezekana ikawa ni huduma, ikawa ni bidhaa. Baada ya hapo ina maana watarudisha, vijana wengine watakopa tena. Sasa kwa sababu tumeweka dhamana, kwa hiyo ile awamu ya kwanza COSTECH ndo anafanya kazi ya kupokea maombi ya hao vijana na kuyachuja na kumpelekea CRDB. Sasa sisi tunaangalia, tunasemaje, tija, technical, ubunifu. Sasa inawezekana tokea ubunifu wa utafiti, ikitaka aende sokoni. Sasa ikienda kwa CRDB, kumbuka kwamba hii ni mashirikiano na ni mkopo. Kawaida taasisi za fedha huwa wanataka dhamana, kwa maana ya kwamba ukishindwa kulipa ile dhamana ile ndio iweze kulipa mkopo. Sasa pamoja na kwamba mkopo utakuwa na bima, lakini dhamana yake ni serikali. Ndio ile pesa tuliweka ile bilioni 2.3. Lakini kusudi mshirika kwa maana ya CRDB naye awe kweli ni mshirika halisi, tumesema inabidi afanye kazi yake kwenye ile kuchanganua yale maombi. Kwa maana huu ubunifu kweli soko lipo. Kwa sababu ndiyo ni ubunifu, ni bidhaa, ni huduma. Mbunifu kajitahidi kiasi chake, lakini inawezekana soko lilopo sio wakati huu na wakati ujao. Kwa hiyo CRDB na kabla kutoa fedha kwanza anajaribu kujiridhisha. Akishajiridhisha, akiona kwamba hii huduma au hii bidhaa inahitajika sokoni, ndo anafanya mafunzo kwa vijana waliofanikiwa, then anapa mkopo. Point ni kwamba ni biashara. Biashara inaweza isiende vizuri, tunafahamu, lakini pia akikosea naye kwa upande wake kufanya hiyo tathmini vizuri, bahati mbaya ikitokea kwamba kuna default, kwa maana kwamba huyu mbunifu ameshindwa kurudisha ile mkopo, kumbuka serikali imeweka dhamana. Kwa ile hasara tutagawana serikali na benki 50-50. Kwa maana nyingine, kijana asije akasema kwamba ubunifu wangu mzuri sana lakini nimeshindwa kupata mtaji. Kwa sababu mtaji pia kama nilivyosema wanaangalia hiyo upande wa biashara. Kwa maana biashara ipo. Ndio maana tunasema ubunifu wenye tija. Kwa ni upande mmoja. Kwa msingi huo, baada ya kusaini makubaliano siku ile pale, kwa maana kwamba sasa ile ilifungua rasmi kuanza kupokea maombi. Of course kuna vijana tayari walishakuja hapa COSTECH za nyuma, tayari wapo kwenye database, lakini pia kuna wengine ambao walikuwa hawajaja. Kwa hiyo baada ya kusaini pale, sasa zile taratibu za ndani zimekamilika. Of course baada ya pale tutaingia Pasaka, sikukuu zikapita. Kwa hiyo tunategemea wiki ijayo peperushi vitatoka rasmi, kwa maana kwamba sasa vijana wanaomba wapi, kwa sababu baada ya sikukuu ndio tumetoka sasa, ndio wanafanya zile form rasmi
kusudi vijana waanze kuomba. Kwa hiyo wiki ijayo kama majaliwa rasmi tuko hewani kwa ajili ya vijana sasa kuanza kuwasilisha maombi yao. Sasa ni kiasi gani kinaombwa? Tumesema kuna bilioni 4.6, lakini kiasi gani kinaombwa inategemeana na ile andiko la mbunifu, inategemeana na uchambuzi wa benki, sababu wakati mwingine huyu mbunifu anaandika lakini hana ile taaluma ya kuandika hizo proposal na vitu kama hivyo. So wataka kuchambua kwamba kwa level yako na hiki na hiki hapa, tunadhani pesa hii ndio inakufaa kwa sababu hizi hapa. Maana tunasema kama kuna mafunzo watapewa pia mafunzo kusudi kuhakikisha kwamba urudishaji unawezekana. Sasa kulikuwa na swali lilikuwa linaulizwa kama sasa kama mnakwenda kwenye mikopo huku, vipi sisi wengine ambao tulikuwa ambao hajafikia level ya mikopo, bado tuko tunahitaji usaidizi wa kwanza huu ule wa mweka ambao tunafanya zamani, kwamba ule bado uko pale pale. Ni milango miwili tofauti, ama dirisha mawili tofauti. Kwa ule uko pale pale. Kwa mfano mwaka jana tulifanya ile kule Tanga. Kuna vijana 20 nafikiri ambao waliahidiwa kupata usaidizi. Sasa of course huwa inaingizwa kwenye budget ya nchi. Sasa zikipatikana zinatoka wanapewa. Kwa hata wale watapewa bado kwa sababu ni mchakato unaendelea. Na tutaendelea kwa nalo dirisha kwa sababu kabla hajafikia kutaka mtaji inabidi apate usaidizi kwanza hapa kuboresha ile idea yake au ubunifu wake ufike kwenye level ya kuhitaji mtaji kwenda sokoni. Kwa maana tunasema dirisha la sasa hivi ni Samia Innovation Fund, Commercialization Fund, ni kwa ajili ya kwenda sokoni. Lakini kuna yule ambaye bado hajafikia kwenda sokoni. Kwa hiyo lazima tumshikie mkono kwa upande mwingine huo. Kwa hiyo ni madirisha mawili tofauti. Kwa hili la kwanza liko pale pale. Liko pale pale na wataendelea kusaidiwa kadri mazingira yanavyoruhusu, kadri fedha inayopatikana. Lakini usaidizi huo uko pale pale bado upo. Kwa hiyo wale ambao mwaka huu ile ya Makisatu, of course tunafanya mwezi ujao tunafanya ile wiki ya ubunifu, Innovation Week. Lakini mwezi wa 7 baada ya Sabasaba ndo kulikuwa na hiyo kusema tufanye ile ya Makisatu ile, kwa sababu ile kawaida tunaanza mwezi wa 5. Changamoto ya mwaka huu imekuja kwamba wizara ina host. Wizara ni mwenyeji wa tamasha kubwa sana mwezi wa 5 huu. Tamasha wanasema e-learning Africa. Kwa hiyo ni elimu mtandao kwa bara la Afrika. Ni mkutano mkubwa sana, ukagongana na zile tarehe za Makisatu tulikuwa tunafanya kama kawaida. Kwa nini ikaonekana kwamba sasa hii isogezwe mbele. Kwa ile wabunifu wetu wasije wakajumu kwamba sasa hivi kwa sababu tunakwenda kwenye hii ya ubiasharishaji, hii Samia Commercialization Fund, sasa ina maana kwamba hawa wa chini ambao bado hawajafikia kutaka mtaji, bado wanataka mwelekeo, wanataka uwezeshaji hapa, wamekosa. Hapana. Wako pale pale wanasikilizwa, wanakumbukwa, ila mazingira yameingiliana. Lakini otherwise tuendelee kutoa wito kwa vijana, kwa sababu kama siku tulivyosema wakati tunafanya pale signing kwamba huu ni mwanzo. Hiki kiwango, hii fedha iliyowekwa ya bilioni 4.6 kwa jumla kwenye kapu hili, ina maana ile mwitikio utakaotoka ndo utaashiria kwa maana ya kwamba kiasi gani kiombwe zaidi. Na uzuri tumesaini kabla ya kwenda kwenye budget. Kwa hiyo waziri pia anategemea kupata kama vile mrejesho. Mrejesho kwa maana ya kwamba tunaiona hivi. Lakini wakati huo kama nilivyosema, neno sahihi inawezekana sio ubunifu na tija, lakini point ni kwamba tunaingia sokoni. Kwa kama unaingia sokoni inabidi wakati mwingine fahamu kuna yale matamanio. Ubunifu wangu bwana David ni mzuri sababu naona kwa macho yangu. Lakini sasa unataka kwenda kumuuzia Athumani pale. Athumani yuko tayari kutoa fedha kulipia hiyo bidhaa au hiyo huduma. Sababu kwenye macho ni mzuri. Kwenye maonyesho ni mzuri, kama mtu anakusifia kwamba kitu kizuri. Kwa hiyo ndo picha ambayo tunajaribu na kuongeza huo uelewa. Ndio maana tumesema kwa kuanzia sisi na CRDB tutafanya hayo mafunzo pia kwa vijana kujua kwa maana ya kwamba ndio na matamanio yangu, mimi ni fundi, mimi ni engineer, nimebuni kitu kizuri, lakini umebuni kwa kushirikiana na mlaji. Kwa maana ya kwamba mlaji anataka nini nikifanya hivi, lakini pia sokoni kipa au hakipo. So wakati mwingine umebuni ndio ni kizuri. Tunasema tuwe wazalendo cha Tanzania.
lakini inawezekana wakati wa kufanya hiyo mass production gharama haziwezi kushindana na kicho sokoni. Sasa kama nchi tuna mikakati ndio wa kujenga vya kwetu, lakini wakati huo pambeni ni vingi sana. Okay. Nakushukuru sana. Asante.